Mwenyezi Mungu anakupa unaitumiaje? Una ilmu, kisha una ilmu fahamu na power, si ndio? Ukiwa na ilmu na power, kama hufundishi umekosa kitu ile bilisani, sawa? Ile power haitumiki. Power ile itakayotumika na nini? Na ulimi. Sasa watu wanufaike na wewe. Lakini katika kunufaika kule, iwe hisia yako ni watu wanufaike lillahi, kwa ajili ya Mungu, sio watu wakunufaishe. Utakuwa kuna maiyatu rasul pamoja na Mtume Muhammad, utakuwa ndio hao amau bainahu. Kwa Muhammad rasulullah, Muhammad mtume wa Mungu, alladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, inatusomesha kwamba ni mtu gani mwenye maiyatu rasul. Tumeona mtu wa kwanza ni yule mwenye huruma. Waislamu ifikie mahala tukumanane, kwa sasa sisi Waislamu ni ndugu. Na Mtume Muhammad anasemaje? Mathalul ikhwani kamathali yadaini ta'silu ihdahuma ukhra, mfano wa ndugu wawili ni kama mfano wa hii mikono miwili. Mikono miwili hii, mmoja huwa na kawaida ya kuosha mwenzake. Yaani mkono wako wa kushoto ukichafuka, mara nyingi hutumii mguu, sio? Usafisha mkono wa kushoto, utatumia mkono wa kulia. Na mkono wa kulia ukichafuka, utatumia mkono wa kushoto. Basi ndio hivyo tunatakiwa sisi Waislamu tuishi na falsafa hii ya mikono miwili. Ukichafuka, wewe unapawa, Mungu kakupa. Muhurumie mwenzako kwa pawa Mwenyezi Mungu alokupa, pawa ya kiakili, kwamba yule sasa kashachafuka kwenye jamii. Sasa kwa uwezo Mwenyezi Mungu alonipa kiakili, ni mnusuru yule. Uwezo wa kiilmu Mwenyezi Mungu alonipa, ni mnusuru yule. Uwezo hata kimadaraka Mwenyezi Mungu alonipa, ni mnusuru yule. Lakini ikiwa sasa hisia yako ni furaha Muislamu akiangamia, wewe utakuwa uko mbali na hii aya, una maiyatu rasul. Sasa utaona hii ashidda'u 'ala al-kuffar, wale wenye pamoja na Mtume Muhammad, wanakuwa wakali sana kwa makafiri. Ukali ule ni kwamba ni ile pawa Mungu aliowapa watu wenye nguvu dhidi ya makafiri. Hawawezi wakachezewa kirahisi, kwa sababu hii huruma waliokuwa nayo wanatengeneza umoja. Tunakwenda pamoja. Ina maana kama vile aya inatuambia dalili ya ma'iyatur rasul kwenye hiki kipengele cha wahamaa bainahu, watu wenye ma'iyatur rasul wana muunganiko wa nyoyo, wana muunganiko wa nyoyo. Ndio mara nyingi na nukuu yale maneno ya Sheikh Muhammad bin Ayyub, yale ni maneno ambayo unaweza ukatunga vitabu vingi usimalize, kwamba kweli roho moja katika viwiliwili vingi, msiwe roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Wewe ili uwe roho moja katika viwiliwili vingi, msiwe roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Sio napendelea ili wewe hivyo, yani wezi tu kuamua kwa moja niwe hivyo, ni lazima uwe na maiyatu rasul, upamoja na Mtume Muhammad. Mkishakuwa hivyo, automatically mtakuwa ashidda'u 'ala al-kuffar. Kwa nini mtakuwa ni ashidda'u 'ala al-kuffar?
yatadhihirika yale yaliyodhihirika katika vita ya Badr. Unajua vita ya Badr Waislamu walikuwa 315, makafiri zaidi ya 6,000. Sasa hebu angalia hii aya, Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Hebu itazame hii aya kwenye ile vita ya Badr, watu 315 na watu 6,000 wenye silaha za kisasa kwa wakati wao. Hawa 315 hawana silaha ngumu wala nini, lakini waliwashinda vibaya sana hawa watu 6,000. Kwa nini waliwashinda? Wana maiyatu Rasul pamoja na Mtume Muhammad, yani asili ilikuwa pamoja tu na Mtume Muhammad. Ule pamoja ulisaidia nini? Wakawa ashiddau ala al-kufar. Kwa nini walikuwa ni ashiddau ala al-kufar? Ruhamau bainahum, ni watu ambao wenye kuhurumiana. Mkishakuwa hivyo lazima utashinda mahala popote. Mtashinda viki, mtashinda taabu, mtashinda misukosuko, mtashinda mpaka maisha. Kwa sababu gani? Waislamu wakiwa na maiyatu Rasuli, kuna tabia, kuna bonus ya kusaidiwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Karejea hiyo vita ya Badr, kwamba pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowahoji wale, ni sura Imran, Al-Imran, kwamba alipowahoji Waislamu kwamba mwonaje kama Mwenyezi Mungu akiwatosha kwa jeshi la malaika ambao ni 3,000. Jawabu ilikuwa ni balaa tasbihu wa tataku. Ikiwa watasubiri hawa, watakuwa na subira na watakuwa na uchaji Mungu. Kuwa na subira na kuwa na uchaji Mungu ndio maiyatu Rasuli pamoja na Mtume Muhammad. Na akakujilieni na mashambulizi haya, yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin au musawwimin. Wakati mwezi kaja katika jamii kwamba Mwenyezi Mungu atakupeni msaada wa malaika 5,000 wenye kutiwa alama. Kuna maana hii maiyatu Rasul pamoja na Mtume Muhammad katika maisha, Waislamu wakiwa na hiyo wanapata msaada wa malaika wa Mwenyezi Mungu. Lakini sharti mpaka wale Waislamu nyoyo ziungane, wawe ni ndugu moja, kama ndugu moja. Na dalili ya kuwa ndugu moja, akichafuka mmoja, wewe uendelee kumchafua, unakuwa kama mkono. Kichafuka mmoja unauosha. Hapo umefikia daraja ya kwamba mna muunganiko wa nyoyo, na ule muunganiko wa nyoyo umezalisha neema kubwa ya kuwa kama mikono miwili. Hii dalili kubwa ya Muislamu kuwa na maiyatu Rasul, ni haya maisha tunayoishi Uislamu. Niliona maneno haya ya Sheikh Muhammad bin Ayub, ni kuweni roho moja katika viwiliwili vingi, msiwe na roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Nikaona hasara ya kutoandika maneno ya wanazuoni wetu. Kuna mtu mmoja kazungumza hivyo, lakini amepewa heshima kubwa sana duniani. Karl Marx asema a true unity of any given society was never and ever brought by louds of tongues, but the true love triggered by the unity
of your hearts. Kama neno la Sheikh Muhammad bin Ayub, lakini aliyoondoa kwa juu zaidi. Lakini ametoa thamani kwa sababu watu wanaandika na watu asema umoja wa kweli, umoja wa kweli, muunganiko wa kweli of any given society, wa jamii yote ile wanaoifahamu, was never and ever brought by lots of tongues. Haujaletwa na kelele za mdomo. Kwenu wamoja, kwenu wamoja, kwenu wamoja, kwenu wamoja. Lakini zimeletwa na nini? Na true love, mapenzi ya kweli. Mapenzi ya kweli triggered by the unity of your hearts. Mapenzi ya kweli ambayo yanachochewa na umoja wa nyoyo, nyoyo kuunganika. Mzee nashauri subiri kwanza darasa hili alafu ili nawe pia usikilize. Sisi tunaelewana jamani? Kwa nyoyo zikiungana, matokeo yake ni umoja wa Waislamu unakuwa kama ndugu mmoja, na inakuwa ndio neema kubwa sana ya Waislamu. Ukipata neema hiyo, wanakuwa ni ashidabu ala kufara. Tuzungukie kwa mfano, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mkaona kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Wanaambiwa nani? Wanaambiwa Aus na Khazraj. Aus na Khazraj ni watu wa baba mmoja, wa kabila mawili haya, ambao walikuwa wamepigana kwa miaka mingi sana Madina na walichonganishwa na Mayahudi. Lakini hawa baba yao ni huyu mmoja, ni Amr bin Harith Muzaikia ndio baba yao. Angesema ndio huyu Haritha bin Amr Muzaikia. Lakini waligombana sana. Tarehe 16 tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 615, tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 615, kabla Mtume hajahamia kwenda Madina, vita iliisha. Ndio ile siku inaitwa Yaumu Buath. Vita ilikatika tarehe hiyo. Mtume ajenda Madina na wale ni watu wa Madina, lakini bado wakawa, kwa sababu wamepigana muda mrefu, wakawa chuki zipo bado. Kienda mtaruni kule utakuta watu kauawa, bado kuna chuki. Anakwenda kuondosha zile chuki zile zimeondoshwa kwa kufundishwa maiyatul rasul pamoja na Mtume Muhammad. Wakaungana kwa sababu wameunganishwa na Mtume. Mtume akaunganisha wakawa kitu kimoja. Sasa hapa ndo anaambiwa wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo idh kuntum a'daa, wakati mlipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Kwa hiyo kama vile tuambiwa, neema kubwa sana ya Waislamu ni taalifu qulub. Asbahtum bi ni'mati ikhwana, mkawa kwa sababu ya neema hiyo mkawa ndugu moja. Hasa kama vile tunaambiwa kwamba taalifu qulubi
yufdhi ila ukhwati al-Islam, muunganiko wa nyoyo unapelekea udugu wa Kiislamu, na huo hauwezi ukapatikana kwa hakika kuunganika nyoyo ila watu wamsome Mtume Muhammad, tabia zake, nyendo zake na maisha yake, wazalishe ma'iyatu rasul, ndio Islamu utakuwa na paa. Bila kuwa na pamoja na Mtume Muhammad hamwezi kuwa na paa. Kwa sura hii tunamaliza shafika wetu. Kwa sura hiyo watu wakajua kwamba hii ma'iyatu rasuli pamoja na mtume unaweza ukaleta mtihani kubwa katika Waislamu. Wakiwa ni kitu kimoja, watakuwa ni ashidau ala kufar. Tufanyeje? Tuwagawanye Waislamu, tuwagawanye Waislamu. Imetumika kanuni ya divide and rule, sawa, wagawanye watawala. Sababu hawa wakiunganishwa na Mtume Muhammad watakuwa ni ashidau ala al-kufar, watahurumiana, watatengeneza taalifu al-quluba, nyoyo kuunganika. Nyoyo zikiunganika watatengeneza a true society, jamii ya kweli. Watakuwa roho moja katika viwiliwili vingi, hawatakuwa roho nyingi katika kiwiliwili kimoja. Kwa chochote watakachokitaka kitakuwa na mafanikio katika dunia yao na akhera yao. Ndugu zangu, nimemaliza, lakini kuna kitu niwaambie nilichogundua mimi kwenye aya hizi. Hizi aya za Qur'ani ajabu yake kubwa kabisa, yani unaweza ukaziona kwa macho. Unaweza ukaona aya ya Qur'ani nyumbani kwako, vile unavyoishi na wanao walivyo, utaona hii ni aya ya Qur'ani, nenda nayo au siendi nayo. Jamii ya Kiislamu namna ilivyo ikoje? Tazama Muhammadu Rasulullah, walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan. Utaona hawa Waislamu ambao wana ma'iyatu rasul wanasujudu kwa pamoja, wanarukuu kwa pamoja, yani wanaswali kwa pamoja, lakini lengo lao hatafuti chochote, wanatafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Angalia hali ya misikiti yetu ya zama zetu, na hii tarahu ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kwamba sasa hivi imekuwa misikiti mingi ndio vituo vya kuwagawanya Waislamu.